Magoli matatu. Mashaallah. Suleiman Matola, Veron. Maana yake mwalimu alipokaa kwenye benchi, maana yake management ya Simba imekwenda kufanyaje? Kumwamini. Ndio. Tumemwamini. Leo Matola amesimama, tumepata point 3. Mechi ijayo kocha mwenye CV kubwa Tanzania. Kocha ambaye ana historia, ambaye historia yake haijafanywa na mwalimu yoyote, aidha kumzawa au kutoka nje ya nchi. Ahmed Morocco. Chukua hiyo. Ndio. Hamuoni kama itakuwa kwa kocha Ahmed Morocco kwa sababu hajakaa na timu kwa muda, lakini pia wachezaji hajawasajili yeye. Mimi naamini uzoefu wa Morocco anakwenda kudhihirisha baada ya kupewa dhamana na Simba Sports. Mwalimu alipokuwa kwenye national team, maana yake timu ile si timu ya kawaida, maana yake anakwenda kuchagua wachezaji, anakaa nao siku 2 siku 3, mechi inaenda kufanyaje? Inachezwa. Kwa mujibu wa taratibu za FIFA, masaa 24 au masaa 74 ndio mchezaji ambaye anatakiwa afanyaje? Alipoti kwenye kambi kutoka kwenye nini? Timu yake ya klabu. Kwa hiyo kwa sababu Morocco uzoefu nao, yeye alikuwa anawaita kina Samata, yeye anakwenda kuwaita kina Nova, anakwenda kuwaita kina Msuva, anawachanganya timu na qualify kwenye AFCON, anawachanganya timu na qualify kwenye CHAN. Kwa nini Simba ashindwe? Na ndio maana mimi nataka nikwambie, Tanzania management ya mpira iko Simba. Historia inajionyesha, inajirudia. Miaka 4 iliyopita Simba ilitokea hayo ambayo ilitokea kwa Mwalimu Fadru. Kocha tulikwenda kumkabidhi mtu mmoja tu, Juma Ramadhani Mgunda. Anatangazwa saa 4 ya usiku, saa 6 dakika 45 timu inapanda ndege na kwenda wapi? Malawi. Akaenda akapata matokeo mazuri sana. Lakini leo kwa nini nani management ya Simba imekwenda kumchukua Ahmed Morocco? CV yake inamlinda. Historia ya nchi katika mashindano ya AFCON, mwalimu aliyofanikiwa kuipeleka taifa la Jamhuri ya Muungano lenye watu zaidi ya milioni 60 ni Ahmed Morocco. Tumempa dhamana na Simba anakwenda qualify. Kisugu, wali sasa ni muda sahihi wa timu zetu za ndani kuwa na makocha wakuu wazawa. Hayo ni matazamo ya management hizi. Wao ndio watakwenda kuamua. Nasi tumewapa dhamana. Kazi yetu sisi mashabiki ni kusupport katika kile ambacho kinafanyaje? Kinachofanyika. Na ndio maana leo muda wote watu wamekuja kushangilia Matola ametupa burudani, timu inaongoza nini? League NBC. Wengi wanadhani mechi ya leo mmepiga bomu Montreal kwa sababu taarifa zilikuwa zinatoka kwamba Fountain Gate hawajatimia. Kwanza Singano nenda Sento kachukua la B, kawakamata waliomleta Montreal katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Nenda aliyoleta Montreal nani kwenye uwanja Benjamin Mkapa kucheza na Simba? Nani? Singano. Salamu alaykum. Nani alowaleta hawa Montreal kuja kucheza na Simba? Lakini waandishi niwaambieni, leo Fountain Gate anacheza mechi ya pili, ndivyo sivyo? Haya ya kwanza mlisema. Sisi hii mechi tumechukulia kwa uzito mkubwa. Moja, tunaamini katika timu mwaka jana iliyosababisha sisi kukosa ubingwa wa ligi NBC ni Fountain Gate. Alafu waandishi, tumieni vipaza vyenu sauti vizuri. Kanuni ya mpira iko wazi. Fountain Gate wana wachezaji zaidi ya 50 wamesajili. Ukiachilia 25 wa timu kubwa, lakini 25 wa timu B. Maana yake kanuni imewekwa, ukiona una mapungufu lazima unafanyaje? Unaweka pale. Simba kachukua pointi 3 na magoli 3. Mmekosa ubingwa mara 4 mfululizo. Pengine leo inaonyesha ishara kwamba ubingwa mnakutaka kama yaliyopita si ndwele tugange, ajayo wana Simba tuna focus mwaka huu. Hatufikirii kwa nini tulikosa.